Mheshimiwa, nikupongeze sana wewe binafsi kwa jinsi ambavyo unapambana kuleta maendeleo katika kata yako. Na kwa kufanya hivyo najua unatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo kwa kweli uliomba wakati unaingia madarakani kwamba nitaitekeleza kabisa, na unaendelea kuitendea haki. Kwenye sekta ya maji ikoje kwenye kata yako Mheshimiwa? Kwa upande wa maji kwa kweli hali sio mbaya, ila baadhi ya maeneo kuna changamoto. Ukianza na Ikiushin kwa kweli bado kuna changamoto ya maji, ingawa kuna maeneo yanapata maji ukanda wa chini, kama unaenda Likamba wanapata maji, lakini kuna maeneo pia yanapata maji kutoka miradi ya WaterAid. Kuna mradi unaoitwa WaterAid, bado Ikiushin wanapata kidogo, lakini eneo la Mlangarini kwenda na Mayana ndio eneo ambalo bado kuna shida kubwa. Lakini kwa Ikiushin tuna mradi wa milioni 120 ambao unasimamiwa na RUWASA. Huo mradi unaendelea kujengwa na nadhani baada ya kukamilika hiyo shida ya maji itaisha, itapungua kama sio kuisha kabisa. Lakini mkija kwa upande wa Ikenyo, hapa Ikenyo tuna miradi mitatu. Tuna mradi ambao tulijengewaga na watu wa KKT, lakini tuna mradi pia wa Ormotonyi, wanaita mradi wa Ormotonyi ya Kenya. Lakini tuna mradi ule wa WaterAid. Ule mradi wa WaterAid imesambaa kijiji kizima, mtaa wote unaoitwa kitongoji cha Kenya, na inatoa maji, isipokuwa wakati mwingine inakuwa na zamu. Kwa hiyo inakaa karibu siku 2-3 haitoki. Lakini kuna changamoto pia kwa upande wa usambazaji. Wananchi wanapoenda kuomba huwa wanaambiwa, wale ambao wako nje ya mita 70 au mita 100 wanaambiwa kwamba hawawezi kupata, na wamekuwa na malalamiko hayo kwa muda mrefu. Kwa hiyo naomba nitumie pia fursa hii kuambia watu wa AUSA kwamba wakati mwingine wawasikilize wananchi na waambie wananchi ukweli. Kama mtu hawezi kupewa huduma, aambiwe, badala ya kuambiwa nenda kesho kutwa uje hivyo. Kwa hiyo kwa upande wa huu mradi tunapata maji, lakini pia mradi wa Ormotonyi, shida ya ule mradi, mvua ikinyesha tu huwa hatupate hayo maji, kwa sababu tunatoa katikati ya mto Ngaramtoni. Kwa hiyo wakati wa mvua, mafuriko yakija, wakati mwingine inachukua mabomba, wakati mwingine inafukia kwa mchanga na nini, inakuwa ni taabu, lakini maji yanapatikana Ikenyo hii. Hiyo ndio ukweli, maji yanapatikana na ni jitihada zetu. Wao wenyewe wananchi wanajua ni jitihada zetu. Tangu nikiwa mwenyekiti na sasa nikiwa diwani, kama sio sisi hiyo miradi isingekuwepo. Kwa hiyo maji yanapatikana. Ukienda kwa Seuli, bado Seuli ni kama Ikenyo, unapata WaterAid, huo mradi wa WaterAid, lakini pia wanapata huo mradi wa KKT, na watu wanapata maji. Kwa hiyo kwa upande wa maji ni usimamizi tu kutoka kwenye vyombo vyetu hivyo vinavyosimamia maji, lakini maji sisi tunayo. Kama Urumet ni kuomba tu serikali yale maeneo ambayo bado kwa upande wa Ikiushin watusaidie kukamilisha huo mradi wa RUWASA ili kutuondolea hiyo changamoto iliyopo. Mheshimiwa, hongera sana kwa hiyo kazi ya kuwapatia wananchi wako huduma hiyo ya maji. Na kwa kifupi, kwenye sekta ya umeme hali ikoje? Kwa upande wa umeme, mimi nilipoingia kata yetu ilikuwa ni moja kati ya zile kata ambazo usambazaji wa umeme ilikuwa haijaenda sana. Umeme ulikuwa hujasambazwa sana. Tukianza na Ikiushin, kuna mradi ambao mimi nimeukuta umefutika kabisa, lakini nilipambana, na baadaye watu wa TANESCO walinielewa, wakarudisha huo mradi. Huo mradi ulikuwa unanufaisha baadhi ya maeneo, ambapo ni pale Mlangarini
na baadhi ya maeneo ya Namayana kwa upande wa Ilkiushin, na tukakamilisha huo mradi. Ni kaya chache tu kwa sasa ndizo ambazo hazina umeme kwa upande wa Ilkiushin. Lakini pia ukija Ekenywa hapa ndio umeme ilikuwa hamna kabisa. Hospitali tu peke yake ndio ilikuwa na umeme na Osiligi hapa. Lakini mpaka tunazungumza leo hapa, kwa hii kipindi cha kwangu mimi cha miaka 4-5 hii, Ekenywa ilipata mradi wa umeme ambao thamani yake ni wa milioni 200 na ambapo kwa kweli ni kaya chache ndio ambazo zimebaki hazina umeme. Bili eneo lote unaliona hapa kwenda mpaka hospitali na mpaka mpakani kule Mwamwandet tayari kila mtu ana umeme, labda ni kwa yule tu ambaye hataki kujiunganishia, lakini wanaye umeme. Maeneo ambayo bado, ambayo pia yamepimo, ni eneo la balozi anaitwa Kakula au Ephraim, na kwa Salimu ambaye ni balozi naye pia ndio maeneo ambayo bado, na Elias Motika ndio maeneo ambayo bado hawana umeme. Hebu fikiria karibu eneo lote hili ni mabalozi 3 tu, mashina 3 tu ndio hayana umeme, na yalikuwa hayana kabisa. Ni kazi kubwa imefanyika, sio kazi ndogo. Na mimi naomba pia nishukuru serikali, sababu bila wao hii changamoto ingeendelea kuwa kubwa. Lakini kwa upande wa Seuri umeme upo, ni baadhi ya maeneo tu ndio bado. Ukianzia hapa nyuma ya radio habari maalum kuna kipande ambapo bado, lakini hawafiki kaya 200 ambao hawana umeme. Kwa hiyo utaona ni kwa namna gani serikali imetatua changamoto ya umeme, ingawa sasa huwezi kuwalazimisha watu wasiongee.